wakati tunakwenda kukamilisha robo hii ya 4, ninatumai na pia tunakwenda kufanya maandalizi mema kabisa katika mwaka unaofuata wa 26-27. Tumefanya mazuri, tumefanya makubwa, vipo vipaumbele mbalimbali vimeibuliwa na yapo yaliyotekelezwa. Zipo kwenye idara za elimu, shule za msingi mpya zimejengwa, ambayo tulikaa pamoja kwenye kila kata. Kuna kata zilizokuwa zina sekondari zimepata sekondari, kuna kata zilizokuwa zina hata maeneo ya kujenga tumeenda kuanzisha tumaini la kujenga. Kuna kata ambazo zilikuwa hakuna kata mbili na nyingine sasa tuna fedha mkononi, ikiwemo kata ya Tambani tunakwenda kujenga, na kata ya Nyanga iliyokuwa haina hata eneo la watu tunakwenda kujenga. Sasa tunatumaini tunalo eneo na tunapata fedha tunakwenda kujenga. Ninaamini haya yote ni mafanikio makubwa sana ambaye yaliibuliwa kwa ngazi ya kata na tukaletwa kwenye halmashauri tukajadili kwa pamoja, na tunakwenda kuleta tabasamu kwa zile kata ambazo zilikuwa hazina sekondari, na sasa tunakwenda baada mwakani, ninaamini tunakwenda kuhakikisha kata zote 14 za halmashauri ya wilaya ya Kimara zitakuwa na shule za sekondari. Lakini hapo maeneo yalikuwa hayana vituo vya afya, vipo vituo vya afya vimejengwa. Kuna vijiji vilivyokuwa vina zahanati, zipo zahanati zimejengwa na vipo vilivyokuwa katika mpango ambao vinaendelea kujengwa. Lakini tunajua kuna changamoto kubwa ya makusanyo madogo ambayo yalikuwa yanapelekea kuwa na fedha ndogo za kupeleka katika vikundi vyetu vya wanawake, vijana na watu walemavu. Makusanyo mwaka huu zaidi ya bilioni 10 imekusanywa na halmashauri. 10% ni zaidi ya bilioni 1 ambayo tumepeleka kwenye vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Haya ni mafanikio makubwa sana, na ni kwa mara ya kwanza kufikia makusanyo hayo. Ni kwa mara ya kwanza kama halmashauri kutenga 10% kufikia bilioni 1, haijawahi. Kwa hiyo niwapongezeni sana watendaji na niwapongezeni sana wasimamizi kwa kazi nzuri mnayoendelea. Tunatambua katika mwaka uliopita na tumeendelea na majukumu mbalimbali ambayo tumefanya. La ujenzi wa machinjio bado na kuna haja ya halmashauri na kata kupata mapato. Tukaona kwa eneo ambalo sasa hivi halijaanza kutumika rasmi, basi tuwape wenzetu waweze kutumia kwa huduma hiyo itakapokuwa tayari. Nafikiri kama ilivyoainishwa mwanzo kwamba ni eneo la machinjio, tutawapa tutoe maelekezo haya. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapata kasi sana tunapoona jambo la kimaendeleo kama hili la kata linashindwa kufanyika kwa wakati kisa maeneo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijaenda kwenye hoja moja kwa moja, kuna haja sasa kama halmashauri kutenga maeneo katika kata. Umeona kuna haja ya kupeleka mnada kwenye eneo la machinjio ambalo limetengwa kwa ajili ya machinjio. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la machinjio liko pembezoni kabisa. Mnada ni biashara na mnada ni kama soko, tunategemea hiyo sehemu ya center, at least hata kama sio center kabisa, lakini lisiwe mbali na makazi ya watu, ili mradi wale wenye biashara ndogo ndogo walifikia eneo kwa urahisi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo lilotengwa la machinjio liko pembezoni kabisa, ambalo haliwezi kumfanya biashara wa kawaida kwenda kufika kwa ajili ya kupeleka biashara zake, ama kwa sababu liko pembezoni haitutunufaisha sisi kama sisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niseme tuna maeneo mengi sana kwenye kata yetu ambayo yapo chini ya wizara. Tunaomba ikiwezekana itafutwe eneo lingine, ama tuna eneo la stendi ambalo limetengwa kwa ajili ya stendi. Ile eneo ni kubwa mno, ikiwezekana lipunguzwe. Kwa hiyo tumefanya jambo kubwa la kukimbiza mwenge wa uhuru katika halmashauri yetu. Tumepitia katika miradi mbalimbali, na kwa kipekee kabisa hakuna hata mradi mmoja tuliopanga kuzinduliwa, kukaguliwa ama kutembelewa ambao ulikataliwa na viongozi wa mbio za mwenge. Yote ilipokelewa, ile ya kukaguliwa ilikaguliwa, ile ya kutembelea ilitembelewa, ya kuwekewa jiwe la msingi ilikuwa jiwe la msingi, na ile ya kuzinduliwa ilizinduliwa na ikapongezwa. Kwa hiyo nami nichukua nafasi hii katika mwaka huu tulifanya vizuri. Hongereni, natambua ni michango yenu, natambua ni jitihada zenu na hamasa zenu mlizozifanya, ambapo katika kila miradi pia wananchi walijitoa kwa pamoja sana, tutaenda kutekeleza jukumu lile kwa pamoja. Mwaka huu katika haya mazuri yatakuwa ni sehemu ya kwenda kuyaenzi, ya kwenda kuyalinda na ya kwenda kuwa kielelezo tosha cha kuhakikisha kwamba katika mwaka unaofuata katika kauli zetu za kata hiki kiwe kipimo tuliyofanya.
lakini walipogundua hapa kujenga sasa eneo la mnada ni eneo ambalo lilitengwa kwa ajili ya machinjio. Sasa swali langu leo, tunatoa eneo la machinjio likawe ndio eneo la mnada, na pale tunapohitaji kuja kujenga machinjio, je, kuna eneo lingine lililotengwa au mwaka huu 25 26 yakakupe chachu ya kwenda kufanya vizuri katika mwaka unaofuata 26 27? Ninaamini kamati za maendeleo ya kata zitakaa kwa kina kama zinavyoendelea kukaa, mtajadili na mtachagua vipaumbele ambavyo vitakwenda kuhakikisha yanakwenda kugusa maisha ya watu, tunakwenda kutatua kero mbalimbali zinazotukabili ili zitupe tumaini. Na tukija hapa, jukumu letu kama halmashauri, tutaangalia kwenye malengo yetu ya halmashauri, bajeti zetu za kihalmashauri, dira yetu ya taifa na ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, tuone tunakwenda kutekeleza, na ili tuwe na kuwa na majibu badala ya kuwa tunazalisha maswali yasiyokuwa na majibu.